Pesa kweli nilikuwa napata na nilikuwa nina uwezo wa kusave mpaka milioni. Yaani ndani naweza nikasave hata milioni ndani ya hata miezi 2-3 nikitulia counter tu. Na sio kwamba nafanya sijui vitu vibaya kama ambavyo watu wanafikiria na nini. Hapana. Nakaa hapa counter naweza nikanunulia vinywaji nikafanya nini. Bila hata kujidhalilisha, bila kufanya nini, unakuta umesave. Kwa mtu akikununulia hunywi unaibadilisha kwa fedha. Na mshahara wangu pia bosi akawa ameniweka kidogo tofauti na wale wengine, akazingatia historia yangu niliyompa, akaangalia pia nimesoma na nimeenda pale for purpose. Kwa hiyo pia ni sababu nilitakiwa nipitie haya ili nione labda au ili nikasome kwa uchungu. Nikashukuru tu Mungu, nikaa naendelea na maisha. Mungu si Athmani, nikakutana na rafiki aliyokuja kuniharibia my everything. Wa kike wa kiume? Rafiki wa kiume. Nataka niseme kitu kimoja. Nilikuwa nauza pale ile bar, lakini nilikuwa na standards. Ilikuwa unajua heka za bar zilivyo. Lakini kwangu mimi hata ile hadhi ambayo bosi alikuwa ananipa na meneja, na mimi pia kuna namna nilikuwa najiweka na plus ugeni kwa hata chekea watu na nini tofauti. Kuna namna ka standard kalikuwepo. Kwa hiyo hata mtu akitaka kuja kusema ujinga ama kufanya nini, haniji tofauti hata na anavyoendea wengine. Anaacha chenchi, ananiacha chenchi ya juice box. Nikimwambia sinywi bia. Nikajikuta nimeweka mazoea naye. Hivyo tu katika mazingira kama hayo. Kwa nampenda, anamkubali, mke wa bosi ananiambia, "Kuna atakusomesha, ametulia, amefanya nini?" Nikasema, "What? Atanisomesha?" Okay. So nikawa nimeungana na yule mtu. Tumeenda, unajua ukishakuwa na mtu sasa kuna malengo mengine ni ya pamoja. Sasa tukae tumeanza kuweka malengo ya pamoja. Huyo mtu ana story ambayo naisimulia kwa sababu ndo ilinianzisha upya tena, tofauti na vile ambavyo nilikuwa nimetoka, na pengine ndo aliniharibia hata baraka ambazo mbona mwanzoni Mungu alikuwa ananibariki. Hata kama nilichagua njia hii nilikuwa napata na save, mama anampa mpaka anasema hilo bomu mwanangu, yani mpaka kuna muda anauliza. Ni bomu kubwa kiasi gani? Katika kuweka yale malengo ya pamoja. Sasa malengo ya pamoja kuna namna anahitaji matumizi, mifuko itoke kote, sehemu zote mbili. Wewe utoe na yeye atoe. Si unajua kuna zile za inabidi jasho lako ndo utalionea uchungu. Jasho lako yani cha kupewa utofanya kwa uchungu, utafanya kwa mseleleko. Kwa hiyo unatakiwa uparticipate. Uparticipate. Aka sasa analetea story nyingi, na sio kwamba ni story tu. Yani hizo zingine mpaka na mikataba nilikuwa naiona. Kwa mfano mikataba ya mashamba, nilianza kuwa na dream kubwa na yeye kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa tayari na yeye amesoma chuo, amemaliza tayari, ana kazi, ameajiriwa Dodoma huko. Kwa sasa nikaona okay, huyu atanifaa, hata safari yangu ya maisha atanisindikiza na atanisomesha. Na yeye pia amesoma, so anajua umuhimu wa elimu. Alisikuacha vyeti vyangu vipotee. Basi tukaanza, mara aliambia sasa inabidi uanze kufanya biashara kubwa. Ili hata pesa unazopata hapa usije kuona tu, yani kwanza pesa hazikai na vitu kama hivyo. Nikaa namwamini na namchukulia pia kama yeye ni mtu mzima na nimemshauri vizuri. Na nilimwambia, ilifika stage nikamwambia ukweli wote. Sasa nikamwambia mimi bwana, mama anajua nipo chuo, lakini mimi sipo chuo, nipo huko napambana na nini. Lakini tumeenda, uongo ni mkubwa sana na uongo wenye evidence ulikuwa unakuja. Maana mpaka kuna stage ananidanganya tunalima maharage, tunalima Sumbawanga na nini. Mkataba wa mashamba unakuja, ni majina ya kwetu. So tu kuona mpaka simu zote anavyoongea. Ndogo tena. Ananiambia kama ukipata maharage unapata maharage gunia kadhaa. Una apply chuo, unalipa ada na unaweza kufungua na biashara katika mauzo ya mara moja tu ukishavuna maharage yako. Nikaona okay, kumbe kuinvest kwenye biashara ndo kuna faida hivi. Sawa, ngoja tuende tutembee, as long as mambo mengine hapa ananisaidia na tunaishi wote na bado mimi na fight pia, hajanikataza wala hajanikata mikono. Ile kitu ilikuwa inawapendeza mpaka mabosi zangu wa pale. Nao pia wakawa wanajua, ni sasa pale wote wakawa wanajua mimi ni mke wa fulani. Sije katika kuhudumia mashamba, ule ndo msimu ambao zikaanzaga kuwa na mvua nyingi na 2020 you can recall. Kukaa na mambo mengi, yani hata misimu ndo ikawa inabadilika. Kwa hata kwenye kilimo pia vile namna walivyokuwa wanafanya kidogo tofauti na msimu ule. Tukaa tunaendelea kuhudumia na unajua kabisa mimi nahudumia mashamba makubwa. Kwa hata unafanya kazi, unafanya kazi kwa nguvu ukijua baada ya muda mwezi wa ngapi
narudi nyumbani. Sasa mpaka nikaa nimeshajipanga mimi, nikishavuna maharage tu narudi nyumbani, naenda kumwambia mama na ukweli wote, naenda kumwambia mama na kila kitu, kwa sababu tayari mzazi unapomwambia na kitu ulichovuna kinakuwa mkononi kidogo, asili inamuingia kuliko unamwambia afu tena muanze kukaa wote sasa tunafanya, inakuwa sio. Akitakiwa mtu akwenda, mimi namwamini yeye kwamba asafiri, mimi nisiache kazi ya watu na nini, wataona sipo serious. Nimestiki sana na mapenzi na hatuwezi kuambia mpaka na hiyo mipango yetu mikubwa. So nikaa na macha anaenda, lakini ikafika stage ya mwisho ambayo nikaona nahitaji kwenda mwenyewe. Ukathibitishe, ukaone. Yani nikaona sina tena sababu ya kuendelea kufanya ile kazi, nikiangalia savings zangu kidogo nilizonazo. Nikipiga hesabu naenda kumalizia final stage ya nilichokuwa nakifanya na kurudi na mkonja wangu. Sina tena sababu ya kuendelea kukaa hapa. Uende mwenyewe sasa. Niondoke tu moja kwa moja, na nikiotokea huko nirudi tu nyumbani nikamweke mama wazi, niende na baraka za wazazi, nitulie, ni apply chuo, nifanye maisha yangu. Sasa ndo akaa ananipa ugumu kwenye kunipa ratiba. Mara sijui kuacha kazi utaagaje na nini na nini. Yani sasa kuna mazingira akaanza kunitengenezea, akawa ananiambia watu wabaya, ukiacha kazi ataanza kukudai fidia, mara atapiga hesabu za miaka mizima. Yani mazingira yale ya uoga ule wa kuaga kuacha kazi. Kuna mazingira nikaa nimeanza kuyatengeneza. Sasa mimi si ndo nipo counter. Kwa sasa nataka nitafute kuto kuelewana na nini na nini, tuanze kupishana. Ndio njia sasa ya kuondoka. Sasa na yeye hapo ananiambia na mimi nahamishwa kazini muda huo. Nahamishwa kazini, nahamishwa Iringa. Nahamishwa Iringa. Kwa hiyo ninachotaka tufanye, uendelee kufanya hizo process huku, mimi na huku muda ndio unakaribia kuhamishwa kazini. Ninavyoondoka hivi, tunaondoka wote, nikakuacha nyumbani hata usalimie kidogo upumzike na nini, rahisi hata na mimi kwenda. Sasa na kwa stage tuliofikia nikaa naona hata tukiondoka wote sio mbaya. Mimi nikaanza kufanya zile figisu pale, na nguvu ya mapenzi ilivyo na kujumisha akili za kitoto, nikaona ndio njia sahihi. Tunapishana na bosi, lakini sio kwamba ni tunapishana kwa kugombana, amna, ni kwenye mahesabu tu. Sasa bosi naye anaona huyu mtu ananitia hasara na nini. Baadaye sasa bosi akawa amefika stage ya kuongea na yule dada alionipokea. Kwamba sasa nianze kufanya kazi kwa kutolipwa mshahara. Kwa kwenye wakati ambao bila Mungu nisingetoboa. So ile kitu mimi nikaona inaniweka kwenye mazingira magumu. Kuna muda mpaka pale ninapolala sina usalama. Na sasa ikafika stage, kwa sababu nilikuwa nalala pale pale kazini. Hata kama sijalala kazini, ni labda tumetoka tu, sio mazingira ya baa, tumetoka tumeenda club, ila nimerudi kazini. Wafanyakazi wenzangu wa pale walikuwa ni watu wa kule kule. Kwa hiyo kutokana na ule muda niliokaa, kila mtu alikuwa ashapata nafasi ya kupata sehemu pake pa kukaa. Pale kazini nikaa nalala peke yangu na mlinzi wa nje. Basi. Kwa huko unafunga baa, kunafungwa sehemu ya jikoni. Huku chini kuna kwa na ghetto na upande wa vyoo sasa vya huko pia kazini. Nalala peke yangu. Sasa machali akashaanza kunicheza akili. Sasa inaniambia wewe, pesa si unayo? Rudi nyumbani. Ama mazao si mtaenda kuvuna na nini na nini. Mimi sasa nikaa nimemtafuta yule mtu wangu. Nikamwambia sasa nipo tayari kufanya hichi kitu. Hapa mimi natakiwa kuondoka, sipo salama kabisa. Kwa sababu hata watu ninavyoongea nao na nini, naona kabisa usalama wangu ni mdogo. Akakubali kwamba sawa, sahi usiage. Cha kufanya tukapanga kabisa na muda wa kuondoka. Akanitafutia mpaka guest ya kufikia Dodoma mjini. Nikaa nimetoka pale. Kwa huo muda saa ambao tulikuwa tumepanga, nimebebwa na pikipiki mpaka Dodoma mjini. Nimefika Dodoma mjini, nimekaa pale guest. Siku hiyo hajaja. Yaani ambaye amekutoa sasa, amenitafutia usafiri ya. Amemwelekeza mpaka guest ambao ni yeye alitafuta na alilipia. Hakuja pale. Kwa nini hajaja? Ananiambia sijui vikao kazini, si unajua nakaribia kupata ruhusa ya kuondoka and all that. Sawa. Akaja asubuhi yake. Asubuhi yake anakuja ananiambia kazini wameniongezea miezi. Inabidi nikae kwa muda kama miezi kadhaa. Habari nyingine tena hizo sasa. Nikaona Mungu wangu. Kwanza ile tu kuchanganyikiwa kwamba sasa mimi tena mazingira ya kuwa na yeye ndo basi. Maana sasa na mapenzi pia kuna namna yameshanichota, nishampenda sasa. Naona sasa kazini kule siwezi tena kurudi. Huyu nitakaje naye, mimi kule nimeharibu mazingira na sijaaga. Nimeondoka mpaka sasa hivi wananipigia simu, ile dada alionipokea nimezima simu, mpaka simu zao yani siwapokelei. Kwaje? Akaniambia sasa sikia nikwambie. Hapo unachotakiwa kufanya ni rudi nyumbani. Rudi nyumbani kwanza, cha kufanya nenda kamwambie mama ukweli. Mwambie mama ukweli, mwambie mama kila kitu. Wewe mama yani mwambie tu ili uwe huru. Kwa sababu kwanza unapishana na baraka za wazazi.
ukishaongea na mama, mimi kwa sababu nipo, tutakuwa tunaendelea kuwasiliana, utakuwa hata unasafiri kuja kwangu, tutaenda wote kuangalia maharage, nitatafuta nafasi, yani kuna namna tu ile akaniweka sawa. Kutokana na ile nilikuwa namwamini na namna tulivyoishi, Nikakubali kurudi nyumbani. Ukarudi Iringa. Nikakata tiketi sasa ya kurudi Iringa. Hela ulikuwa nazo au zote ulikuwa umempa kwa ajili ya baadhi ya savings nilikuwa nazo, ila nilikuwa na akiba, yani pesa ambazo tumetumia shambani. Nikipiga hesabu ni zaidi ya milioni 5 kwa viwango ambavyo nilikuwa nampa. Nilikuwa napata hela pale sana. Na yeye yani ninavyokuambia alikuwa ananifundisha ku dream biashara kubwa, na huko aliko nyie vijana hao, Mungu sijui hata huko atamfanya nini, Mungu mwenyewe ndo anayejua. Nakumbuka nimerudi nyumbani nikaa bado naendelea kufanya mawasiliano na yule mtu. Baadaye nikasema mimi najisikia tu kumwambia mama ukweli, yani tu roho nikaa naona tu nice, ni Mungu tu nasukuma kumwambia ukweli, na hivi akawa anamsisitiza mwambie tu mama ukweli, haina shida kwa sababu tumeshafika stage nzuri na pia itakuwa ni kitu kizuri kusema ukweli. Nikasema sawa. By that time yeye bado ananiambia yupo Dodoma, lakini mimi mazao nafuatilia na ananitumia baadhi ya vitu, naona na okay basi tutaenda tu. Na baba yake alikuwa pia ndo anafanya hizo biashara za maharage, kwa ananiambia ni baba atatusaidia, tutapata na wateja na nini, kwa hiyo tutauza kwa magunia, ni chance tukishavuna tu wateja tutapata huko, wao ndio wataanza kusambaza, yanaenda nje ya nchi. Kwanza nitakwambiaje mamangu, ila naomba tu ukipokee na usikipokee kwa ubaya, na nishakuwa namuomba Mungu, yani kwa vyovyote vile nitavyomwambia asinielewe kwa ubaya. Mama akakaa chini kunisikiliza, ikabidi nimwambie ukweli. Nikamwambia kuanzia mwanzo kwa kila nilichosimulia hapa, japo sio kila stage ni hapa nimewapa sana ili vijana wenye rika kama langu waelewe, lakini mama nikaa namwambia kuna baadhi ya matukio naruka, yule ni mzazi. Nikamsimulia mpaka ile hatua niliyofika pale nyumbani. Kitu cha kwanza ambacho nakumbuka mama aliniambia, aliniambia mwanangu umetapeliwa. Aliniambia watu walishavuna maharage mwezi wa 9 wanaanza kulima mara ya pili sijui na nini. Nikasema mama unasema? Yani nikaa naona tu mama ananichanganya, naona sasa hapana. Mara nje alinionyesha kwamba amelipokea kwa kulihendo kama mzazi, na amelichukulia kwamba ni sehemu ya maisha ambayo hata yeye anaifahamu, na labda pia kutokana na hali yetu alielewa kwamba labda niliogopa kumuumiza na nini, akawa amelipokea hivyo. Lakini sijajua yeye ndani aliumia kiasi gani, lakini aliniambia hivyo. Nikaa nabishana naye. Nikikumbuka imani ambayo ninayo na yule mtu na namna tulivyotembea pamoja, nikasema hapana, haiwezekani. Namwambia mama mimi sijatapeliwa, mama sisi kwanza kilimo chetu tunafanya hivi, yani nikaa nabishana naye. Akaniambia mwanangu, sawa. Mpigie simu mwambie 1 2 3 na mimi mama yako nataka kuongea naye na nini. Yani mama ikabidi kuna namna mpaka mimi binti yake ajue kwamba kuna hiyo issue sasa. Nikaa nampigia simu namwambia, baadaye akaja kuniambia mzee alivuna na nini. Kwa hiyo akafanya mambo ya mauzo hapo, sijawahi kuonana naye, mara aliniambia alinyimwa hiyo kuja Iringa na nini, kwa hiyo tukawa tunaongea tu kwenye simu, yani ni vile kunipanga baada ya mimi kurudi sasa huko. Mzee alivuna akawa aliuza na vitu kama hivyo, kwa hiyo sasa pesa ile imeingia kwenye account na nilifix kwa sababu nilitaka nikufanyie surprise. Yani mama ananiambia mwanangu unatapeliwa. Mimi naona ni ngumu. Jasho langu kwanza ile kukubali kwamba natapeliwa, na hisi ndio kitu kilichokuwa kinafanya nikatae. Yaani naona haiwezekani nitapeliwe jasho lote hilo. Haiwezekani. Ni hela nyingi sana. Ni pesa nyingi sana. Niliumia sana, yani niliumia mno kwa sababu ni pesa ambayo nilifanya kwa mikono yangu. Na ndio pesa ya kwanza, yani nimeondoka nyumbani, sijui mapambano, sijui nini. Nimeenda kufanya kazi ya kujiriski. Imagine, nililia sana. Basi, asante. Tukaa tumeenda. Ananiambia sasa baba alivuna, na kwa sababu mimi nilikuwa najua baba yake anafanya biashara ya maharage. Aliuza na nini, pesa sijui biashara international, lakini mimi nilifixi. Lakini pesa mwezi ujao zinakuwa unfixed. Kama vipi huko uliko unavyosubiri muda wa choo na vitu gani, kwanza tununue bodaboda. Tena anaanza kunipa na mawazo ya namna ya kufanya hiyo pesa biashara. Ananiambia nifanye biashara ya bodaboda itanipa hela ya kula kila siku nikiwa chuo. Amekuaminisha kwa hela ipo. Kwa hiyo mpaka baadaye ananiambia basi pikipiki mimi nimeagiza tu mwenyewe, nimepata kwa bei rahisi, inakuja na vitu kama hivyo. Stage ambayo tumefikia mwisho ananiambia mimi nimeagiza pikipiki, leo unapokea pikipiki yako hapo Iringa.